shatokea. Sasa haya ambayo tutayaongea hapa kabla hajaomba mwishoni ni mambo ambayo yatatokea, mambo 10 yatatokea kuanzia hapa. Nikimaliza kuongea tu yanaanza kutokea, maana yake anakuwa anasubiria maelekezo tu na ruhusa ya waliokuwa naomba. Mambo 10 mfululizo yatatokea. Kwa hiyo nimeandika hapa na utayaona waziwazi. Jambo la kwanza ambalo Mungu amerifunua kwenye maombi haya na amerisemea na amezungumza namna gani itakuwa ni picha ya mji wa Yeriko. Kwenye kitabu cha Yoshua kulikuwa na mji unaitwa mji wa Yeriko. Mji wa Yeriko ulikuwa ni mji wenye nguvu, wenye mfalme mwenye nguvu. Na walipokuwa wakitoka Misri wana wa Israeli, walipokaribia Yeriko, maandiko yanasema Yeriko ulikuwa umefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Au kufungwa kwa sababu ni utaratibu wao. Inaonekana kuna mikazo waliongeza, kuna vitu walivyoongeza na sababu ilikuwepo. Yoshua sura ya 6 kuanzia mstari wa 1 iko kwenye skrini yako. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa. Sio kufungwa kidogo, unafungwa masaa 3 unafunguliwa, umefungwa kabisa, sema kabisa. Na sababu ipo hapo. Kwa sababu ya nani? Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Sababu ya msingi iliyosababisha mji ufungwe, ambao mara zote ulikuwa kawaida, ni nini? Huu mji wa Yeriko una rangi moja wapo kwenye hii bendera ya taifa. Huu mji, na ni hii niliyoishika. Wewe angalia vizuri nimeishika ipi. Huu mji wa Yeriko una watu ambao ni wataalamu wa mambo ya rohoni. Walishaona kwamba kuna nyota inatokea, na hii nyota ina nguvu, na piga huwa nyota hii itauchukua Yeriko. Sema nyota hii itauchukua Yeriko. Na yatatokea, hakuna ambacho kimebadilika. Sasa kwa hiyo wale wataalamu wa mambo ya rohoni wakasema tukisubiri michakato ya kawaida, mambo haya labda pesa nini njia zingine zote zitakwama. Cha kufanya tufunge mji ili asiingie mtu arastoke mji. Sasa wakati mji unapofungwa, usahau kuna kuwa tayari kuna watu wanaoendesha mji. Kwa hiyo manake wanaotaka kuingia wasiingie, wanaotaka kutoka wasitoke. Ninaongea hivi namna hii, hiyo ndo lugha ya Mungu. Kwa hiyo Yeriko wakafanya kitu mwezi Januari. Wakafunga mji kabisa. Umenielewa? Wakafunga mji kabisa. Sasa ambacho walikosea kwenye kufunga mji, hawakufunga kwa sababu ni hekima yao, walifunga kwa sababu ya hofu. Na kuelekeza sasa, mji ulifungwa kwa sababu ya wana wa Israeli, sio kwa sababu ni utaratibu. Kwa hiyo ukishaona mji unafungwa kwa sababu sio kwa sababu ni utaratibu wao, unafungwa kwa hofu, wewe una uhakika huo mji umechukuliwa tayari. Nakwambia sasa uhalisia. Kwa hiyo mji umeshachukuliwa. Yaani kinachotokea ukifunga mji unaongeza muda, ila uzui mji kufanyaje? Kuchukuliwa. Mji umechukuliwa tayari. Yaani kiasi kwamba hata wahusika wenyewe wanajua mji umeshachukuliwa. Yaani hapo anachokifanya ni zile harakati za mfamaji. Hata mtu akidumbukia kwenye maji huwa hakubali kufa, atajaribu kushika hata mawimbi. Sijui umenielewa? Yaani haelewi kwamba mawimbi nayo ni maji, ila atashika hata wimbi ili limuokoe. Lakini ndo anazama hivyo. Ndio maana utaona mikono inafanya namna hii. Lakini mwisho wa siku wakufa anakufa na maji yanashinda. Sema amen. Hiki ndicho kitakachotokea. Kwa hiyo watu wa Yeriko walifunga mji, ila ni kwa sababu ya hofu ya wana wa Israeli. Yeriko nakwambia umeshaelewa, nimekugusia, nimekuonesha Yeriko, lakini pia wana wa Israeli. Wana wa Israeli lazima unajua ni watu wenye agano na Mungu. Ni watu ambao Mungu amewapa. Sema Mungu amewapa. Wanawajua, wao wanajua, kwa sababu mambo ya rohoni ni tofauti na ya mwilini. Haya, kwa hiyo kama ilivyokuwa Yeriko, msaada utatokea mle ndani, na ukuta utaanguka, na yule anayepaswa kuchukua mji atauchukua. Nakwambia atauchukua. Kibinadamu watu wanasema umefungwa kabisa. Kabisa, sema kabisa. Hilo limeshaisha. Safari ni kutafuta tu labda uungwaji wa mkono
ila nakwambia ila halijaisha. Ni asubuhi na mapema sana. Ndio kwanza ni saa 11 na mechi iko saa 9. Sema amen. Jambo la pili ambalo Mungu amesema kupitia maombi haya baada ya mfungo wa siku 64, amesema jambo hili ni sawa na mbio za Ahabu na Elia kwenye Wafalme wa kwanza 18:43 hadi 46. Jambo lilojitokeza hilo la hiyo rangi niliyokuwa nimeigusa muda ule. Hilo jambo lilotokea ni sawa na Ahabu na nani? Na Elia kwenye Wafalme wa kwanza 18 mstari wa 43 hadi 46. Ahabu alipewa taarifa ya ujio wa mvua na akaanza safari kabla ya Elia. Na kwanza tu safari alikuwa na vifaa na ubora wa safari kuliko Elia. Watu watashangaa Elia atakayempita Ahabu afanani. Narudia tena, watu watashangaa Elia atakayempita Ahabu kwa miundombinu na kwa kila kitu ambacho unakihitaji afanani. Kwa hiyo Ahabu ameanza mbio muda mrefu, ana vitu, ana kila kitu, resources ziko upande wake. Lakini mstari wa 46 ni final. Kuna mkono wa Mungu ambao alikuwa anaukusanya huyu mtu ambaye hana vifaa ila ana mkono wa Mungu. Na ikija kufika mwezi wa 7, nimesemaje? Rudia tena kwa sauti. Hii haina unabii. Mwezi wa ngapi? Mtamuona Elia akimpita Ahabu. Ndio. Na atachukua nafasi ya Ahabu kuongoza watu kuingia Yezreeli. Jambo la tatu. Zinakwenda kuinuka pembe ndani ya mji uliofungwa. Zinakwenda kuinuka nini? Pembe ndani ya mji uliofungwa, zitakazoanza kubomoa mji, ambazo zilikuwa na nia ya kuipata nafasi lakini zikawa zimewahiwa. Zilikuwa na nia ya kuipata nafasi lakini zikawa zimewahiwa. Zimo mle ndani pembe kibao. Kwa sababu anachokisema Mungu ni kwamba walioanza mbio kabla ya wenzao, nia yao ni kuenda minimum mpaka na 40 hivi, 40 na kitu, kuseti system ambayo watakuwa wanabadilishana wao kwa kutumia mji wa Yeriko wenye rangi niliyogusa kama mnakumbuka. Basi rangi hii. Kwa hiyo watu wameshaseti, anatoka huyu, anafuata huyu, anatoka huyu, huenda mpaka 2050. Na kuna watu mle ndani wana pembe. Na watu wenye pembe wana malengo ya imani ya kiti. Watu wana ndoto zao. Watu wana ndoto. Nimewahi kusikia mwanadamu mmoja anasema yeye ana ndoto. Alikuwa tangu chini, elimu ya chini, ana ndoto arau sahi yake iwe kwenye kitu fulani. Mtu mmoja alisema alikuwa na ndoto kabisa. Sasa kama ambavyo mtu anaweza akawa na ndoto ya namna hiyo, kuna watu wana ndoto. Na bahati mbaya wamefungiwa mjini. Wamefungiwa ndani ya mji. Sio kwamba walitolewa kwanza afu mji wako ndani ya mji. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba hawezi kufanya fujo mapema, kwa sababu fujo za mapema zitawaharibia. Wanasubiria siku kama 60 hivi. Sitaongea zaidi ya hiyo namba. Siku kama 60 hivi kuelekea mwisho wa maamuzi. Halafu utaanza kuona pembe zinabomoa ukuta wa Yeriko. Ziko pembe zaidi ya 3 mle ndani. Zitajitokeza muda ukifika. Jambo la ngapi tunakwenda? La 4 la 5? La 4. Jambo la 4 ambalo litatokea ni jambo zuri tu la baraka, japo litaacha vilio kwa wasiotaka kulia. Jambo la 4, wataanza kuanguka ghafla walio nyuma ya aliyekimbia mbio binafsi kabla ya mchezo kuanza na kupulizwa, na itasababisha kupulizwa upya kwa kipenga. Wataanza kufa watu walio nyuma ya aliyeanza mbio binafsi, na itapelekea, kwa sababu watakuwa ni watu tegemeo waliokuwa na muimpawa, itapelekea mchezo uanze upya. Sitaongea sana.
yakitokea ndo nitaelezea. Si unaelewa sasa? Ni kwamba hii ilikuwa na maana hii. Unabii hauna maneno mengi. Unabii una lugha chache. Mene tekeli na peresi. Atakayeelewa aelewa, asiyeelewa atajua mwenyewe. Unabii hauna maneno. Unabii una maneno kama haya: ajisifuye avahaye, avuaye asijisifu kama avahaye. Basi ndo unabii. Namba ngapi tunakwenda? Namba 5. Watu wa Babeli watajaribu kufanya upuuzi wa kukatiza uhai wa mtu tishio kwenye upande wa pili wa upinzani. Watu wa Babeli, watu wa Yeriko samani, watajaribu kufanya upuuzi, na uita upuuzi, wa kumuondoa au kukatiza uhai wa mtu mwenye nguvu upande wa pili ambao wanashindana nao mwaka huu. Watajaribu kufanya, rudia tena neno nilotumia, upuuzi. Sijui kama upuuzi utakubali au utashindikana. Usipofanikiwa, bado kutofanikiwa kwake kutapelekea jambo la Mungu lizaliwe. Lakini pili, hata ukifanikiwa pia utaharibu zaidi, utasababisha washindwe kwa urahisi. Kwa hiyo sasa sijui wafanye kipi katika hayo. Waufanya, wasiufanya, yote yatakuwa yale yale. Sasa sijui wafanye kipi. Narudia tena. Upuuzi. Na mtu huyo ambaye watapanga upuuzi huo ni mtu ambaye wakati tunaanza mfungo hakutarajiwa kabisa kwamba angeweza kuwa kiongozi mwenye mamlaka upande ule wa pili. Ila sasa tayari yupo na ana misimamo yake mizito isiyosikiliza ili wala lile. Akiliendea jambo apewi hela, apewi chochote, asikilizi lolote. Yaani yeye ni kama nyati, akisharenga amerenga mpaka aondoke na wewe. Sasa kuna upuuzi wa watu wachache watajaribu kuleta mashauri ya kukatiza uhai wake. Hilo jambo likitokea litakuwa faida kinyume chao. Lisipotokea pia bado nguvu yake itakuwa sababu ya Yeriko kuanguka. Sitaongea zaidi. Sasa huo upuuzi tuendelee kuangalia kama utatokea au utatokea. Vyote viwili, kutokea na kutotokea, kutakuwa na maana. Na maana ni moja tu, Yeriko itaanguka. Jambo la ngapi? Huu ni mwaka wa ajabu ambao pesa, yani rushwa, ongo, zitapoteza maana kabisa. 2025 ni mwaka wa ajabu ambao rushwa, ongo, pesa, kununua watu, kufanya nini, havitafanya kazi kabisa. Ni mwaka wa ajabu. Mtu anakula hela yako na anakutosa. Mtu anakula hela yako na anakugeuka. Na Mungu akanikumbusha kitu kimoja kilitokea kwenye uchaguzi wa ndani wa CCM mwaka 2025. Watu walikuwa wameshiba, wamewezeshwa ili waweze kumuinua Lowassa. Na wakawa hadi na wimbo ndani ya kikao. Tuna imani na Lowassa, tuna imani na Lowassa. Kuna wenye mapenzi ya kawaida na kuna waliokula pesa. Lakini jambo lilipogeuka hakuna aliyeendelea kuimba huo wimbo. Mwaka huu itakuwa hivi hivi. Nashangaa tena. Ule wimbo tena watu wataacha kuimba. Hakuna kinachowezekana. Yaani ni kama, unajua, yani ni kama vile Mungu anaseti kila kitu, alafu mambo yakitokea uwezo ukapingana na mkono wa Mungu, unakwenda na upepo wa Mungu. Kwa maana yake mioyo ya watu imekamatwa na Mungu 100%. Hakuna uganga, hakuna uchawi, hakuna kitu cha kugeuza moyo wa mwanadamu. Jambo la ngapi tunakwenda? La 7. Kuongezeka nguvu kwa upinzani na kuinua shinikizo la ndani. Na litakalopelekea shinikizo la ndani la watu wa Yeriko kuhitaji mtu mwenye nguvu wa kuukabili upinzani. Kuongezeka nguvu kwa upinzani na kuinua shinikizo la ndani ya mji wa Yeriko kuhitaji mtu mwenye nguvu wa kuukabili upinzani. Hiyo hara sitaongea sana, tayari imekaa sawa. Upinzani utapata nguvu isiyokuwa ya kawaida ndani ya hizi siku 90
yani mwezi wa 3, wa 4 hadi wa 5, upinzani utagain influence kwenye taifa hili, na watu wataanza kusema sasa tukikaa hivi tunapigwa bao, hali ikienda hivi itakuwaje? Muda huu unaweza usione, kuna watu wanasema hao wanaongea tu, hakuna kitakachotokea. Uwezo ukawashawishi wananchi, inategemea wananchi wanashawishiwa Mungu akiwa amepita au hajapita. Bahati mbaya akiwa amepita Mungu, hadi mawe yanaongea. Yesu alisema mkiwazuia hawa wasipige kelele, Mungu atainua nini? Kuna msimu unaitwa msimu wa mawe kupiga kelele, ndo huu 2025 ni msimu wa mawe. Watu waoga watakuwa majasiri, itakuwa ni ajabu sana. Watu ambao utarajii kabisa wangejihusisha na vitu fulani, utashangaa mtu anakuambia itafika mahali kifo kitakuwa kiogopwi. Yani mtu anasema kufa, bwana atangia hapo utakufa bwana. Yani unashangaa watu kifo kinapoteza maana, hofu inapoteza maana, watu wanaamini kwenye wanachokiamini na wanakipigania. Sasa ikianza kutokea hali kama hii, nimekwambia ndani ya siku 90, wa 3, wa 4 na wa 5, upinzani utapata nguvu sana, na itawalazimu watu waangalie uhalisia. Jamani, mambo yakienda hivi, mbona mambo si mambo? Kwa hiyo itachochea pia kufunguliwa kwa mji wa Yeriko. Jambo la 8 ni ishara ya kinabii iliyotokea Marekani kwa kushindwa kwa Democrats na kushinda kwa Republican. Alama ya kinabii, msimu mpya, kwa kushindwa kwa Democrats na kushinda kwa Republican. Ishara ya unabii iliyotokea wapi? Marekani, ya kushindwa kwa Democrats na kushinda kwa watu gani? Republican. Yani kwa lugha nyepesi, kushindwa kwa Kamala Harris na kushinda kwa Donald Trump. Wale wanaofuatilia siasa wanafahamu ya kwamba hakukuwa na njia ya kibinadamu ya Democrats kuondolewa na Republican madarakani, yani hata ndotoni. Kwa nini? Kwa sababu za msingi. Vyombo vyote vya maamuzi vingi vilikuwa vimeshikiliwa na watu wa Democrats. Watu walikuwa wanafaidika na utawala wa Democrats, hadi mahakama, kila kitu. Kwa sababu hata 2020 Trump alikuwa ameshinda, ila watu walichezea uchaguzi na ushahidi upo, lakini mahakamani hakupenya. Na baada ya hapo, manake hiyo miaka mingine walitumia kujijenga ili wasije wakaondoka kabisa. Kwa kukuwa na njia ya kibinadamu ya Democrat kumshinda Republican, ya Republican kumshinda Democrat. Lakini jambo lingine, vyombo vyote vya habari vyenye nguvu vya ndani na nje vilikuwa vimenunuriwa tayari kuwa upande wa Democrats. Yani wenzetu wanaelewa umuhimu wa propaganda na umuhimu wa habari. Habari ndo zinazowafanya watu waone kitu kinaweza kaa kidogo lakini kikakuzwa na habari. Kwa hiyo vyombo vyote vikubwa kama CNN na vingine vingi vilikuwa vimechukuliwa tayari, vimelipwa, watu wote wamenunuriwa kwa ajili ya Democrat. Hakukuwa na hair time kwa ajili ya watu wa kina Trump na wengine. Na kama liketo la Trump ni lile baya. Lakini Mungu alifanya kitu cha ajabu. Ni mwaka ambao Republican wameshinda hadi majimbo ambayo ni ya upinzani kabisa. Eneo ambayo inajulikana ili huwa ni Democrat, wameshinda hadi huko. Kuna majimbo yanaitwa swing states. Ni majimbo ambayo huwa hayaeleweki. Anayejinadi vizuri ndo anayepata. Umenielewa ninachosema? Ikawa hivyo. Kulikuwa na attempt za kumuua Trump, 2 za wazi. Hizo ni za wazi. Moja ile ambayo alikoswa na risasi, ilipigwa risasi imemlenga, wakati risasi inatoka na yeye akapata wazo la kuinama. Wazo, sio alikwepa, wazo.
ikachubua sikio. Lakini na ile mtu mmoja alikamatwa kwenye eneo la kucheza golf la Trump akiwa ameshapenya na silaha. Lakini na nyingine nyingi ambazo zimemalizwa kimya kimya. Aina hii ya michezo ndio michezo ambayo pia inachezwa kwenye ardhi yetu. Kuna watu wanatafutwa kabisa kwa ajili ya, Mungu ameniambia nikwambie kabisa, kuna watu wanatafutwa kuuawa kabisa. Kwa sababu kwa mjibu wa darubini za kishetani wanaonekana ni tishio. Lakini mkono uliomtunza Trump ndio mkono utakao watunza hawa. Hakuna mtu anaweza akakatiza uhai wao. Mungu yule yule hajalala. Kwa hiyo sasa ndivyo itakavyotokea. Lakini Mungu akasema tena, swala la Marekani na huku lina uwiano. Wakati nchi hii ina mtu mwenye misimamo, kule kulikuwa na mtu mwenye, na baada ya hapo kule na huku palikuwa panafanana. Na ndivyo itakavyokuwa sasa. Umeelewa nilichosema? Haya. Kwa hiyo umeelewa mambo ya Marekani? Mambo ya Marekani. Lakini kuna kitu cha ajabu pia. Mungu alisema kama Democrat wangeshinda, yule ambaye alishindwa angemshika mkono atakayeshindwa. Yule ambaye alishindwa angemshika mkono atakayeshindwa. Sasa bahati mbaya mkono wa kushikia haupo tena. Unaona kuna mambo yameanza kutokea ni ya Mungu kabisa. Kitu kama USAID. Ile watu wanafikiri aid ni ya msaada, sio msaada, sio USAID, yani msaada wa Marekani, no. USAID ni United States America International Development. Ni chombo kimeundwa cha Marekani kwa ajili ya kufuatilia maslahi ya Marekani katika mataifa mengine. Wakati wa Democratic kitu kimetumika vibaya. Kimetumika kwa ajili ya mambo kama matatu mabaya. Jambo la kwanza, kimetumika kusambaza ushoga na ushetani ule wa jinsia ngono za hovyo. Usambazaji wa vitu vinavyoharibu jamii. Jambo la pili, era hizo zilitumika kuwawezesha watu ambao wanapinga serikali za mataifa ambayo yameamua kujikwamua. Sio kama umeelewa nisikisema hivyo. Mfano watu kama akina Gaddafi wamekufa kwa hera ya USAID. Unanisikia ninachosema? Yaani wakati wa Obama si ndo amekufa? Ameuawa wakati wa Obama. Kwa hiyo zilikuwa ni era za USAID, wanapewa wapinzani wa Gaddafi wa ndani na makundi yanayopingana na mtu mwenye lengo la kuona nchi yake inaendelea. Kwa hiyo kitokea mtu ambaye atabana ili nchi iendelee, wale wanatoa hela, wanawezesha watu iwe kwa silaha, kwa nini, vyombo vya habari vyote, propaganda, ili mradi yule mtu aonekane mchafu. Watu ambao wanasaidika naye na wangefaidika naye watumike wao kwa wao kumuondoa. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya kazi ya USAID. Lakini jambo la pili ilikuwa ni kuwezesha makundi ya kigaidi kwenye nchi kadha wa kadha ili kusiwe na utulivu. Sio kujenga vyoo kama mlivyokuwa mnaambiwa na madawati, sio kweli. Haleluya. Sasa Mungu amegusa huko sana. Jambo la tisa, vyombo vyenye nguvu katika taifa hili vitaanza kuibuka kuanzia mwezi wa 3, wa 4, wa 5 mpaka wa 6, yani ndani ya hizo siku 120. Vyombo vyenye nguvu katika taifa hili vitaibuka kuanza kuoji mambo yenye utata ambayo yamefanywa tayari na wakubaliani nayo, na itapelekea umma kuinuka na wenye maamuzi ndani ya Yeriko, ndani ya chama cha Yeriko, kufanya maamuzi ya kugeuza walichokwisha fanya. Jambo la 9, kuna chombo kimoja cha kidini kina nguvu sana. Chombo kimoja kina nguvu sana. Kikitoa waraka au ujumbe unasomwa hadi kijijini kule sehemu ya mwisho kabisa. Hiki chombo
kilikataa jambo fulani inaruhusisha maji yetu. Sema maji yetu, mtu mmoja. Maji yetu. Kikatoa kabisa na maelezo marefu ya kitaalamu na ya kisheria, lakini yakapigwa chini. Hiki chombo kina jambo lake. Kitatokea safari hii. Kitasema huu gari unamwagwa. Mimi ndo nakwambia sasa. Mimi sinamsikia Mungu. Tutaona kama nasikia au najisikia. Kitakuja kitamwaga ugari hiki chombo very soon. Na waliokataa kusikiliza, walikataa wakitaka kuonesha ya kwamba sisi hatuamriwi bwana na hao watu, sisi hawezi kuwa hamna nchi haiendeshwi na wao tu, hamna. Kwa hiyo watu walisema namna hiyo. Sasa tunataka kuonesha kwamba wao sio mbwa mwenye meno. Sasa safari hii watakuja. Hao watu wako wengi, karibu milioni 30 na zaidi 40 kwenda juu. Yaani wingi wao katika taifa la watu milioni 60. Wale watu wakileta nongwa, ni nongwa kweli kweli. Mimi nakwambia mambo ya roho. Unajua mimi naongeaga simple. Ndo bahati mbaya. Ni nabii wa kawaida. Asiye na mbwembwe. Sio lazima nilie. Nisema unajua kama unajua unachokiongea, uhitaji kutetemeka. Kwamba nipigie kinanda. Mimi naongea black and white. Kwa hiyo watakuja hawa watu. Herufi ya kwanza ni T, herufi ya mwisho ni C kwenye jina lao. Na watakuja. Kwa hiyo zitapigwa kati ya hawa waliogoma, wenye masirai na maji, na wao ambao nao hawataki. Kwa hiyo zikipigwa, hakutakuwa na mgombea wa upande wa waliokuwa na masirai na hawa. Kwa hiyo watahitajika mgombea neutral, na hapo ndipo Bwana atakapotokea na mtu asiyekuwa upande wao. Siongezi zaidi kwa sababu kwa mjibu wa taratibu zilizozoeleka huwa wanaongoza nchi. Kagua imani zao. Ni makundi mawili tu. Mwaka huu inageuka. Kwa sababu zitakuwepo vita za panzi pale. Alafu kunguru atakula panzi waliokufa. Uwezo ukazuia muda wa Mungu. Kwa hiyo subiria, utaona. Yataletwa mambo, mamikataba mabovu yote yaliyokuwa sirini yataanza kubumburuka very soon. Haya ni Mungu ameyasema na lazima yatokee. Yaani unajua Mungu hawezi kusema kitu. Mungu si mtu aseme uongo, na Mungu ni kulia na kushoto. Kwanza kulia na kushoto ni kama vinafanana. Amna, Mungu na uongo ni kama giza na nuru. Hakuna ushirika kabisa. Kwa hiyo yatatokea. Jambo la 10. Stari yote 9 umeyapata? Jambo la 10 ni hili hapa. Ni mapenzi ya Mungu kwa taifa hili kuwa lango la uamsho wa namna zote kuanzia majira haya 2025, na hakuna wa kuzuia hilo, maana ni ajenda ya mbingu. Hii ndo baba lao. Ni mapenzi ya Mungu kwa taifa hili kuwa lango la uamsho usiokuwa wa kawaida wa namna zote kuanzia 2025, na hakuna wa kuzuia hilo, maana ni ajenda ya mbingu. Sasa huu uamsho unaotokea hautokei kanisani peke yake viwete kutembea. Utatokea Ikulu, utatokea bungeni, utatokea mahakamani. Kama unanisikia, utatoka kila mahali, kwenye biashara, kwenye siasa, kwenye sera za nchi na za kimataifa. Uamsho wa ajabu unatokea huku. Kuna upepo utavuma kutoka mashariki muda sio mrefu. Na sasa kwa sababu ya huo upepo, Mungu atachukua yeyote ambaye anafahamu huo ukweli, atamfanya kuwa kiongozi wa huo upepo. Kwa sababu tulipofika, mambo ya nchi hii hayatakuwa kwa ajili tu ya wananchi wale vizuri. Itakuwa ni kwa ajili ya ajenda ya mwisho ya Mungu. Ajenda ya mwisho ya Mungu. Tuko mwisho. Kama utaki kuamini, subiri uone. Tuko mwisho. Yaani siku za mwisho mnazokuwa mnaziimba ndo mnaziishi nyinyi. Kuna watu wako kwenye hatari ya kufa bila kuoa hapa au kuolewa. Mko kwenye hatari ya Yesu kurudi au hujaolewa wala kuoa. Na sasa kuna mikakati mingi ambayo imeshatengenezwa na watu kwenye mataifa yaliyoendelea
ya kumtengenezea mlango mpinga Kristo. Wale watu wanaosoma Biblia kama gazeti watakwambia kutakuwa na chapa yenye hesabu ya kibinadamu 666. Ndugu yangu, hakuna chapa. Chapa itakayo kuwepo ni digital technology. Yani unaingiziwa kitu, ndo kadi zote ziko. Ukiweka tu mkono hapa tunajua ulizaliwa wapi, una miaka mingapi, kila kitu kinasoma kwenye screen. Hiki kitu kinataka kupitishwa, kudigitalize wanadamu. Mwanzoni itaonekana ni mfumo wa kawaida, ni maendeleo lakini zikienda awamu 2 hadi 3 itakuwa mandatory. Asiyekuwa nayo ataambiwa anatishia usalama wa wenzake na amani ya dunia, ukikataa kuwa na kale ka kitu. Kwa hiyo hautaruhusiwa kuuza wala kununua. Sijui utaishi wapi. Baadaye itaonekana hii space ya watu ambao wamegoma ni watu hatari kwa dunia iliyoendelea. Maana hata wakikutendea jambo lote hatuwezi kuwa track. Kwa watu wote mnapaswa kuwa mnatrackiwa. Sijui nani anayewa track naye sijui anatrackiwa. Ndio utakapojua kwamba mchezo ni wa kishetani. Nani anawatrack wao, wanao track? Sio, umenielewa? Kwa tunakwenda huko na hiyo dunia inakuja kwa kasi na iko karibu sana. Nchi kama Sweden tayari wameshaanza kufanya majaribio. Japan kidogo. Nchi kadhaa unaweza ukatafuta nchi ambazo the countries that have already started to use microchips. Zipo. Uholanzi, ila sio wote, ila kuna watu wameshafanyiwa majaribio kama 6-10. Ni sample, wanaona wataishije baada ya mwaka, watakuwa na hali gani baada ya miaka 2. Wakiona wanaendelea sema sasa kumbe iko sawa tu. Ikija kuletwa huku unajua watu wenye rangi nyeusi kila kitu cha mweupe ni sahihi. Watasema ninyi mnakataa kama nani? Mbona watu wote wako hivyo? Mbona mnaleta mmezidiwa sana na dini? Dini imewaingia mno mpaka mnakataa maendeleo. Kwa hiyo sasa ili haya yazuiwe na yacheleweshwe na uamsho ule mwingine wa wokovu wa roho za watu ufanyike, Mungu atahitaji watu kwenye nafasi za maamuzi. Kwa hiyo na huo muda sio mbali, ni mwaka huu. Kwa hiyo ili jambo yeyote atakayejaribu kurukaruka, kukwepa, kila kujaribu kujinasua ndo kuharibu zaidi. Kila kujaribu kuepuka hii ajali, hii ni ajali iliyotengenezwa mbinguni. Ni ajali ambayo bahati mbaya, kila kutegua ndo kutega. Kila kukimbia ndo kuingia kwenye mdomo wa mamba. Sasa dawa ilikuwa ni rahisi, ungekuwa mtu anajua unaacha. Lakini sasa haiwezekani, ndipo Bwana akaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu ili afe. Unanisikia rafiki? Kama unakumbuka kuna point nimesema kama sio ya 4 ni ya 3 au ya 5, nimezungumza kuhusu wote walioko nyuma ya kukimbia mbio za haraka. Kama umeikumbuka. Usishangae utakaposhangaa hizi siku 90 hadi 120 zitakavyokuwa zinaondoka na watu. Zitaondoka na watu kwa sababu wao wanafikiri ni business as usual, hawajui kwamba wameangukia kipindi cha unabii. Kuna yale maneno ya Isaya 6:1, mwaka ule alipokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana. Kwa hili Bwana, kama Bwana ile aonekane lazima Uzia hafe. Bwana hana hasara ya Uzia kufa kama itapelekea Bwana aonekane. Mtu mmoja aseme amen. Kwa hiyo hakuna cha kuzuia hicho kitu. Hebu nikupe maandiko kadhaa kwenye hiyo jambo la 10. Ayubu 42 mstari wa 2. Haya ni maandiko Mungu alinipa nikusomee ya kwamba Mungu akishaamua jambo, harakati zote za kulizuia ni kupoteza muda. Mungu alipoamua Israeli watoke utumwani na hao watu wakashtuka, akasema watu wana nguvu kuliko sisi. Wale wasomaji wa Biblia wanafahamu kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 1. Watu wale wakaamua kutengeneza mkakati wa kuondoa hiyo nguvu. Na unajua mkakati ulikuwa ni upi? Watoto wa kiume wakizaliwa wauawe. Bahati mbaya kwenye hizo uwaua ndo akatokea mtu mmoja Mlawi na mke wake, Walawi wawili wakapata mtoto wa kiume. Kwenye zile pilika za kumwepusha ndo akampeleka kwa binti Farao. Kwa binti Farao akaletwa ikuru kwenyewe wanakouria watu. Akastadi kila kitu, strength na weakness.
mwisho wa siku akaja kuwachukua watu, yule aliyepaswa kufa. Kwa hiyo hesabu zote za kujaribu kuzuia mapenzi ya Mungu huwa zinakosea. Sema tu sasa bahati mbaya lazima awepo mtu mwenye kiburi, yani kitu kifie mikononi mwake. Sasa atakuwaje Mungu afurahi kushinda bila kupigana? Ndo bahati mbaya ya Mungu. Yani Mungu anapenda vita. Kutoka 15 mstari wa 3, Bwana ni mtu wa vita na Bwana ndilo jina lake. Yani Mungu bila vita asikira. Kwa hiyo lazima atokee mtu arawa avunjwe meno ili Mungu aoneshe kwamba kwa kweli imekuwa vema, nimesikia raha. Mungu ni Mungu mgomvi.